Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kamanda mkuu mpya wa jeshi la IDF la Israel anakiri kwamba itakuwa Israel imepata hasara kubwa katika vita baina yao na Hamas ikiwa mateka hawatarejeshwa kwa wakati. Hata hivyo amesema kwamba vita bado vinaendelea na ni ngumu. Tumelipa gharama kubwa. Mateka bado hajarudishwa na sio raia wote waliohamishwa wameweza kurejea nyumbani. Mkuu wa majeshi Bwana Eyal Zamir alisema, akiongeza kuwa malengo bado hajabadilika na mpango ni kuendelea kuishambulia Gaza pamoja na wapiganaji wake wa Hamas. Mkuu huyo wa jeshi la Israel amekiri kwamba Hamas italipa gharama kubwa huko Gaza, lakini pia Hamas itahakikishiwa kwamba haitokuwa salama wakati wote, hasa baada ya kuendelea kukaa na mateka raia wa Israel. Mkuu huyo wa jeshi Bwana Zamir alikiri Jumatano kwamba Israel imepata hasara kubwa ya kibinadamu huko Gaza bila kupata kuachiliwa kwa mateka wote wa Israel walioshikiliwa huko, ambayo inaonekana kuwa moja ya malengo makuu ya uvamizi huo. Kukubalika kwa mkuu wa jeshi Eyal Zamir kulikuja wakati wa sherehe ya mabadiliko ya amri ya kusini katika eneo la mapigano huko Gaza. Kulingana na taarifa ya jeshi la Israel, vita bado vinaendelea, vita bado vitapiganwa katika ukanda wa Gaza, Zamir alisema, akiongeza kuwa malengo bado yanaendelea na bado hayajabadilika. Aidha, alisisitiza haja ya kuendelea katika kampeni hii ili kuhakikisha ushindi na kufika katika ukweli mpya wa usalama ambao unahakikisha usalama wa muda mrefu kwa raia wa Israel. Zamir alisisitiza dhamira ya jeshi la kumaliza juhudi zote za kuwapata mateka na jamii salama na za mpakani na kuita kila operesheni za uokoaji kuwa sehemu ya kipaumbele. Aidha, alipanga mapigano hayo kama vita kwa ajili ya kuwepo kwao, vita kwa ajili ya nyumba zao, lakini pia dhidi ya adui katili Hamas. Ikiwa haitashindwa, itajaribu tena shambulio lile, aliongeza katika taarifa yake. Anasema familia nyingi za mateka wa Israeli zimemfungulia mashtaka waziri mkuu Benjamin Netanyahu na ana nia ya kurefusha vita kwa manufaa ya kisiasa kuliko kuachilia mateka. Salama Maruf, mkuu wa ofisi ya vyombo vya habari vya serikali ya Gaza, aliripoti Jumanne kwamba vikosi vya Israel vimewaua Wapalestina 137 huko Gaza tangu kusitishwa kwa mapigano kuanza Januari 19. Israel pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya halaiki katika mahakama ya kimataifa ya haki kwa vita vyake dhidi ya eneo hilo. Hata hivyo, Hamas imesema kwamba mpango wake ni kufanya mazungumzo kwa ajili ya kuachiliwa huru kwa mateka wa Israel, lakini pia kuhakikisha kwamba mateka hao wanarudi wakiwa salama. Kadhalika wamesema kwamba ikiwa Israel itaamua kufanya mashambulizi, basi nao hawatakuwa kimya, na hili pia limethibitishwa na wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen, ambao wamekiri hadharani kwamba baada ya siku 4 ikiwa IDF haitafungua njia juu ya kupelekwa kwa misaada kwa ajili ya wakazi wa Gaza, hasa katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, basi Wahouthi wataanzisha mashambulizi mapya. Bado hakuna taarifa yoyote juu ya kuanzishwa kwa mashambulizi tangu walipotoa taarifa yao mnamo siku ya Jumatano, ambayo ilikuwa ni siku ya mwisho katika siku 4 ambazo Wahouthi walitoa. Israel imetishia kuanza tena mapigano ikiwa mazungumzo ya kusitisha mapigano na wafungwa yatashindwa baada ya kukataa sehemu ya mapatano ya awali ya siku 42 na kukataa kuingia katika awamu ya pili ambayo inahitaji kumaliza vita na kujiondoa Gaza. Hamas imesisitiza kutekeleza makubaliano kamili na kuwataka wapatanishi kuanza mazungumzo ya awamu ya pili mara moja. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kwani utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote.